Licha ya Young Africans kufanya vizuri na bora sana msimu huu wa 2024 2025, lakini sasa imeamua sasa kuachana na kuweka wazi wachezaji ambao itaachana na nao kuelekea msimu ujao wa 25-26 ambao hatakuwa nao katika safari ijayo ya msimu 2025-26. Ali Kamwe ameweza kuweka wazi, lakini pia bosi kubwa Rais Engineer Hersi Said, mhandisi Engineer Hersi Said ameweza kuweka wazi wachezaji ambao kwamba kuelekea msimu ujao watahakikisha wanatafuta wachezaji ambao ni bora, kuhakikisha wanatafuta wachezaji ambao ni wazuri ili waje kuongeza nguvu upya kabisa katika kikosi cha wananchi Young Africans kuelekea msimu ujao wa 2025-2026 katika michuano ya kimataifa. Shauku yao kubwa kupitia kwa Engineer Said aliweza kuzungumza kwamba shauku yao kubwa ni kuhakikisha wanaipeperusha vyema bendera ya wananchi, kuhakikisha wanaipeperusha bendera vyema ya Tanzania katika michuano ya kimataifa, kuhakikisha wanafanya bora na vyema kabisa katika michuano ya kimataifa. Young Africans msimu wa 2024-2025 ndoto yao kubwa ilikuwa ni kufika hatua ya nusu finali, hata finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini ndoto zilikuja kukatika mapema kabisa baada ya kuishia hatua ya makundi. Waliweza kupitia wakati mgumu kweli, lakini sasa wamekuja upya kuhakikisha wanatafuta wachezaji ambao ni bora. Mchezaji namba 1 ambaye anaondoka au ataagwa rasmi, atapewa mkono kwa heli kwenye kikosi cha wananchi Young Africans ni mwamba huyu hapa, kiungo hatari, kiungo mkabaji, lakini pia na beki wakati Azizi Andambwile. Azizi Andambwile ambaye alijiunga na Young Africans katika msimu wa 2000 baada katika dirisha kubwa la usajili, dirisha la kiangazi lililopita katika msimu wa 2024-2025 kutokea kwenye kikosi cha Geita Gold, lakini hakuonyesha performance kubwa ambayo Young Africans wao walikuwa wakiitaka, Young Africans wao walikuwa wakitarajia kuiona na kuitazama kwa mchezaji huyo Azizi Andambwile. Young Africans imeamua sasa kumpa mkono kwa heri Azizi Andambwile, akatafuta changamoto sehemu nyingine, na inatajwa kwamba mchezaji huyo Azizi Andambwile anaweza akatoa kwenye kikosi cha Namungo FC au kikosi katika kikosi cha Singida Black Stars, au sio bwana? Lakini pia mchezaji mwingine ambaye alikuwa na matumaini makubwa kabisa kwa mashabiki wanachama wa Young Africans ni mwamba huyu hapa Jonathan Ikangalombo Kapela. Ameondoka sasa rasmi katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans baada ya kudumu Jangwani kwa miezi 6. Hatimaye sasa Yanga kuachana na Jonathan Ikangalombo Kapela, mwamba kutoka DRC ya Congo. Winga huyo ameperform chini ya kiwango na Young Africans wameamua sasa kumpa mkono wa kwaheri, yani bye bye, yani thank you. Lakini rasmi kwamba Ikangalombo anakwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine, na hatakuwa katika sehemu ya kikosi cha Young Africans kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Ameamua sasa kumpa mkono kwa heri, akatafuta changamoto sehemu nyingine. Jonathan Ikangalombo ambaye alijiunga na Young Africans kwenye dirisha dogo la usajili, dirisha la Januari, akitokea kwenye kikosi cha AC Vita Club, na alikuwa na matumaini makubwa sana kuhakikisha anaipeperusha bendera ya wananchi Young Africans, na ikumbuka kwamba Young Africans ilimtafuta mchezaji huyo kuhakikisha inaongeza nguvu kuelekea kwenye michuano ya kimataifa, bali Young Africans iliweza kuishia hatua. Sasa waliweza kuishia hatua ya awali kabisa kwenye michuano ya kimataifa, na Jonathan Ikangalombo hakuonyesha performance ambayo wao walikuwa wakitarajia, wao walikuwa wakitegemea kwamba atakuja kuionyesha katika kikosi cha wananchi Young Africans. Licha ya mchezaji huyo kutokushiriki katika michuano ya kimataifa, lakini michuano ya ndani, michuano ya NBC, michuano ya CRDB Federation Cup, lakini pia na michuano ya Muungano, mchezaji huyo ameperform chini ya kiwango na kuamua na kufanya uongozi wa Young Africans kumpa mkono wa kwaheri kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine katika vilabu vingine nje ya Young Africans, na inatajwa mchezaji huyo anaweza kujiunga na kikosi cha Singida Black Stars au akatimkia nyumbani kwao huko DRC ya Congo. Hao ni wachezaji wawili ambao tayari Young Africans nao wamewapa mkono wa kwaheri. Lakini pia ni wachezaji gani wengine ambao
wataondoka katika kikosi cha Wananchi Young Africans. Endelea kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho uweze kufahamu wengine ni wapi ambao wataondoka, wameondoka katika kikosi cha Wananchi Young Africans, watapewa mkono wa kwaheri, lakini pia na wachezaji wengine ambao watapelekwa au watachukuliwa kwa mkopo kutoka kwenye kikosi cha Wananchi Young Africans. Engineer Hersi Said anapambana kuhakikisha anatengeneza kikosi chake kinakuwa bora, kikosi cha Wananchi kinakuwa kizuri kuliko kuelekea msimu ujao wa 2025-2026, kuhakikisha anafanya vizuri kuliko mhandisi Engineer Hersi Said, au sio bwana? Licha ya kufanya vizuri katika michuano ya ndani na kubeba makombe yote, licha tofauti na kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, wameamua sasa kuachana na baadhi ya wachezaji na kuona sasa wakatafute changamoto sehemu nyingine na kuongeza nguvu katika kikosi cha Wananchi, na kuongeza nguvu wachezaji wengine wapya katika kikosi hicho cha Wananchi Young Africans. Lakini pia mchezaji mwingine ni Kennedy Musonda, mwamba ambaye alitua katika kikosi cha Wananchi Young Africans misimu miwili imepita, ambapo alitua kwenye uongozi wa kocha Nasruddin Nabi. Kennedy Musonda ambaye alitua katika msimu wa 2022-2023 katika dirisha dogo la usajili, akitokea Zambia, na huyo ni raia wa Zambia, Chiporoporo, au sio bwana? Young Africans rasmi sasa imeamua kuachana na Kennedy Musonda. KM25 sasa akatafute changamoto sehemu nyingine. Young Africans wameona sasa ni muda sahihi wa kumwachia Kennedy Musonda akatafute changamoto sehemu nyingine, kwa sababu hajaonyesha kiwango bora sana katika msimu wa 2024-2025, kwa sababu yeye kama striker hajaonyesha kile kiwango ambacho Young Africans walikuwa wakikitamani, Young Africans wamekuwa wakikitaka. Young Africans wamefanya haya kwa sababu wameshapata mbadala sahihi wa Kennedy Musonda ambaye atakuja kurithi namba ya Kennedy Musonda. Kutaka kufahamu kwa undani nani ambaye atakuja kurithi namba ya Kennedy Musonda, endelea kufuatilia channel yetu bora sana ya BTV. Utafahamu kila mchezaji ambaye anaingia, kila mchezaji ambaye anatoka, kila mchezaji ambaye anahitajika na Young Africans na vilabu vingine kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni yupi ambaye atakuja ni yupi mchezaji ambaye anakuja kuungana na vilabu kati ya Young Africans, Simba, Azam na vilabu vingine ambavyo vinashiriki ligi kuu ya NBC Premier League. Baada ya kuachana Kennedy Musonda unajua aliondoka takriban wiki mbili zimepita kuachana, na baada ya kuachana na Young Africans, wananchi walikuwa wanajiuliza Kennedy Musonda mbona haonekani hata kwenye benchi, Kennedy Musonda yuko wapi? Kumbe Kennedy Musonda ashagwa tayari, na muda wote kwa hivi sasa mkono wa kwaheri ataagwa Kennedy Musonda, na Young Africans wanapanga kumwaga kishujaa, kwa sababu ameweza kufanya makubwa akiwa na kikosi cha Young Africans licha ya msimu huu kutoka kufanya vizuri, lakini sasa umeamua sasa kuachana naye na akatafuta changamoto sehemu nyingine. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye Young Africans walikuwa wanaona kuachana naye ni Yao Kwasi Jeshi Atola ambaye anaandamwa na majeraha ya mara kwa mara, na hivi sasa msimu wa 2024-2025 hajaonyesha performance yake ambayo alikuwa nayo, kwa sababu ya majeraha ambayo yameweza kumuandama takriban msimu mzima, ambapo aliweza kuumia katika mchezo wa TP Englaba Mazembe na Young Africans katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Takriban michezo 19 ameikosa ya NBC Premier League, lakini pia michezo ya CRDB Federation Cup ameikosa. Young Africans walikuwa wanaona sasa kumpa mkono kwa yeye, lakini wakaamua sasa kuacha ili aweze kumaliza mkataba wake, ambapo mkataba wake unamalizika msimu ujao wa 25-26. Wameamua sasa kuendelea kubaki naye, hawajapewa mkono wa kwaheri. Wamemuona sasa aendelee kubaki katika kikosi cha Young Africans ili aone kama akirecover vizuri, ambapo atarecover mwezi wa 8 ili aendelee kubaki katika kikosi cha Young Africans waweze kumtazama kunako kuelekea msimu ujao wa 2025-26. Lakini pia mchezaji mwingine ni Jonas Mkude anatajwa kwamba pengine anaweza kaondoka katika kikosi cha Wananchi Dar es Salaam Africans, licha ya mchezaji huyo kupata namba mara kwa mara katika kikosi cha Young Africans, lakini Young Africans imeona sasa ni muda sahihi wa kuachana naye pia Gerard Mkude ili akatafute changamoto sehemu nyingine. Jonas Mkude ambaye alitokea kunako kikosi cha Mnyama Simba Sport Club msimu wa 2022-2023 na kutua kikosi cha Young Africans.
ameonyesha hajaonyesha kile kiwango ambacho wananchi walikuwa na kitamani, walikuwa wakikitegemea. Sasa Young Africans imeamua sasa kuweka wazi kwamba itaachana na Gerald Mkude, au kama kuna timu ambayo inamhitaji, basi Mkude anaweza akapelekwa au akachukuliwa kwa mkopo kutoka kwa kikosi cha wananchi Young Africans kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Yote na yote Young Africans inapambana, kama nilivyokuambia kwamba inapambana kuhakikisha inatengeneza kikosi chake kinakuwa bora, kikosi chake kinakuwa kizuri kweli kuelekea msimu ujao wa 2025-2026, kuhakikisha wanafanya vizuri kweli kwenye michuano ya kimataifa. Hii ni kwa sababu Young Africans imepata mbadala ambaye atakuja kurithi na kuchukua namba ya Jonas Gerald Mkude kuelekea msimu ujao wa 2025-2026, au sio bwana? Hii ni BTV. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anatajwa sasa naye kuondoka katika kikosi cha Young Africans au kupewa mkono kwa heri katika kikosi cha wananchi Young Africans ni Babu Kaju. Babu Kaju ambaye alikuwa pati namba mara kwa mara katika kikosi cha wananchi Young Africans, lakini wameamua sasa kuachana naye na kuweka wazi kwamba wataachana naye, na Azam FC imeonyesha nia ya kuhitaji huduma yake, ya kuhitaji saini yake ya Babu Kaju. Licha Young Africans mpaka hivi sasa hajaweka wazi kwamba je itaachana naye, lakini inatajwa kwamba Babu Kaju anaweza akaachana na Young Africans inaweza kaachana na Sure Boy Babu Kaju kutoka Zanzibar, ili naye akatafuta changamoto sehemu nyingine. Licha mchezaji huyo kuonyesha kiwango kikubwa, licha mchezaji huyo kuonyesha kiwango bora akiwa na kikosi cha Young Africans, lakini Young Africans imeona sasa ni imwachie sasa akatafute changamoto sehemu nyingine. Mtazamaji wetu wa BTV, wewe unaonaje kati ya wachezaji hao ambao Young Africans wameweka wazi kuachana nao, lakini pengine wengine kuwatoa kwa mkopo? Wewe una comment gani juu ya wachezaji hao ambao wanatajwa kuondoka katika kikosi cha wananchi Young Africans? Dodosha comment yako, tutaisoma na tutakujibu ili tuweze kushirikiana kwa pamoja, au sio bwana? Lakini hawa wachezaji hao tu kwamba Babu Kaju au Jonathan Kangalombo au Azizi Andambula au Jonas Mkude, wapo wachezaji wengine ambao tayari nao wameweka wazi. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye ameweka wazi kwamba atatolewa kwa mkopo kwenda kwenye kikosi cha Namungo, kwamba Namungo wameonyesha nia ya kuhitaji huduma yake. Lakini pia KMC wana Kinondoni kutoka Dar es Salaam nao wameonyesha nia ya kuhitaji huduma ya mchezaji huyo kuelekea msimu wa 2024-2025, ambapo Young Africans imepanga sasa kumtoa kwa mkopo Dennis Nkane ambaye hapati namba katika kikosi cha Young Africans. Imeamua sasa Young Africans kumtoa kwa mkopo Dennis Nkane akatafuta changamoto nyingine katika vikosi ambavyo katika timu ambazo zitamhitaji. Timu ambayo itamhitaji basi watampa Dennis Nkane kwa mkopo. Ila ikumbuke kwamba Namungo FC wanahitaji huduma ya Dennis Nkane, lakini pia Namungo nao wanahitaji huduma ya Dennis Nkane. Ni jambo la kusubiri na kuona kipi ambacho kitaenda kutokea baada ya Young Africans kuweka wazi wachezaji ambao ataweza kuachana nao kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Licha Young Africans kubeba makombe, lakini imeona sasa ni rasmi sasa kupunguza wachezaji ambao wapo katika kikosi na kuleta wachezaji wengine wapya wa kuongeza nguvu kubwa kuelekea msimu ujao, au sio bwana? Hii ni BTV. Mtazamaji wetu wa BTV, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X. Huko kote utakuwa kwanza kabisa kupata haya taarifa zetu za kimichezo na burudani. Unaweza kutupata kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ, au sio bwana, ili uweze kuwa kwanza kupata updates zetu za kimichezo na burudani. Engineer Herald Said Mondisi ameamua sasa kutafuta wachezaji ambao ni bora na kuachana na wachezaji ambao wameonekana kutokuonyesha mchango mkubwa, na kutafuta wachezaji ambao ni bora ili waje kuongeza nguvu na kuifanya Young Africans iwe imara na kuifanya Young Africans iwe bora kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Hii ni BTV, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi, lakini pia usiache kusubscribe, kushare pia na comment, lakini pia na kulike kwenye video yetu ili uweze kuwa kwanza kupata update zetu. Hii ni BTV. Bye bye.